Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Yesu alikuwa akitoa pepo bubu, ikawa pepo alipotoka yule bubu akanena. Makutano wakastaajabu. Wengine wao wakasema, atoa pepo kwa Beelzebuli, mkuu wa pepo. Wengine walimjaribu wakitaka ishara itokayo mbinguni. Naye akajua mawazo yao, akawaambia, kila ufalme uliofitinika wenyewe kwa wenyewe hufanyika ukiwa na nyumba juu ya nyumba huanguka. Basi ikiwa Shetani naye amefitinika juu ya nafsi yake, ufalme wake utasimamaje? Kwa kuwa ninyi mnasema kwamba mimi natoa pepo kwa Beelzebuli, basi kama mimi nikitoa pepo kwa Beelzebuli, wana wenu je, huwatoa kwa nani? Kwa sababu hiyo hao ndio watakao wahukumu. Lakini ikiwa mimi natoa pepo kwa kidole cha Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake visalama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, amnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyatawanya mateka yake. Mtu ambaye si pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami hutapanya. Neno la Bwana. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo Katoliki Njombe Online TV, leo ni Alhamisi katika juma la 3 la Kwaresma. Leo Yesu anatutaka sisi wafuasi wake daima tuwe upande wake Yesu, na tutakuwa upande wa Yesu kwa kutenda kadiri ya mafundisho na maagizo ya Yesu. Kutii maagizo ya Yesu ni kuwa upande wa Yesu. Hatuwezi kuwa upande wa Yesu kama hatutii maagizo yake wala hatushiki amri zake. Na kwa upande mwingine, kushindwa kutii maagizo ya Yesu na amri zake ni kupingana na Yesu. Katika kipindi hiki cha mfungo mtakatifu wa Kwaresma, tunahimizwa kusali, kufunga na kutenda matendo ya huruma. Basi kama tutatekeleza haya, tutakuwa tumejiweka upande wa Yesu. Na tutambue, ndugu zangu wapendwa katika Kristo, hatuwezi kuwa upande wa Yesu kama hatutekelezi yale ambayo Yesu anayaamuru. Mpendwa mtazamaji wa Jimbo la Njombe Online TV, ni nafasi ya kujiuliza kila mmoja wetu kutoka ndani ya mioyo yetu, je, uko upande wa Yesu? Na kama uko upande wa Yesu, je, matendo yako yanadhihirisha kwamba uko upande wa Yesu? Kila mmoja anayetenda matendo mema katika kipindi hiki cha Kwaresma, huyo yuko upande wa Yesu. Ni mwaliko wetu sote kutenda yaliyo mema ili tuweze kuwa upande wa Yesu. Tumwombe Mwenyezi Mungu atusaidie katika maisha yetu ili daima tutende mambo mema yanayompendeza Mungu, ambayo yatatufanya sisi tuwe upande wa Yesu. Tumsifu Yesu Kristo.